kafanya kachiukianza. Ule mmoja kamesikia bila kama ni ndege sio inaruka. Akaga hapana hiyo. Mtoto mzee anaruka nguzi. Hapo tu wakalizi kabisa hata usielewe. Kuna mtu yeye anapishana naye anakusikiliza afanye kule. Ukimaliza kusema kwamba hapana. Ukimaliza kusema hapana, unatoka ndugu yangu. Kama washia vitu vinavyokuwa. Mungu aongoze sisi atuongoze sisi na wao. Musa kaenda kwa Bani Israeli, akampa Israeli. Kamwita mwana. Akamwambia Musa, nataka kuleta kuruhusa. Sio katika mambo. Sio kwamba hatukubali. Mimi mwana wangu, mlima mpaka suka, hatukubali hata fanya hatukubali. Mungu anasema, hao jamaa watapata mchezo. Ngoja niwaonyeshe. Nikapita kwamba kuna watu dawa huwa ingii kwa mazungumzo. Kuna dawa na hapo Burundi kwa wengi na Israeli. Haingii dawa ya mazungumzo. Mpaka ulete chuma. Piga mkichwa. Na kuna watu wengine hawakubali kitu mpaka uweke kitu mtu. Mpe pesa kwanza. Mpe pesa. Sema chochote nataka na kubali. Sasa mshauri mmoja kidogo akasema laqad anzala Allahu al-hadida wa ba'sahu liman laqad anzala Allahu al-hadida wa ba'sahu liman sadda udhnayhi al-hawa wa ta'assub. Allah kateremsha chuma. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wale watu ambao matamanio na upumbavu katika kuingilia jambo. Sababu kuna watu wasitaki chuma. Na ndio maana usio kiongozi, hasa baba usio kiongozi hauna nguvu. Watakunyanyua watakufariji. Tuko wao vijana wetu hapa anaenda kuvuka. Tukaweza kuchukua mlima mkubwa mmoja tukaunyanyua. Tukaupeleka juu Bani Israeli. Musa akamwambia tazama wewe mlima ulipanda juu mlima ule. Kama muamini wote mnateketea. Sasa bwana Musa tufanye aje sasa ili angalia sisi msijidele Allah. Wangine mshuhudu hivi. Ni hatari. Ndio organize sana. Kwa hiyo tunasema tuamini vitabu vilivyotangulia. Kwa hiyo bwana mtume akatuambia Bani Israeli wana maajabu mengi. Kwa hiyo ikija habari ambayo kwa Bani Israeli katika sheria yetu hamna dalili kuthibitisha. Mtume akasema hivi, wala tusaddiquhum wala tukathibuhum. Msikatae wala msipinge. Kwa hiyo ambaye jambo ambalo kwenye Qur'ani hujaona. Usikatae wala usikubali. Yaani maana yake katikati wakati. Na ndio maana kuna habari nyingi sasa mtume zipo zinatangulia kule za kuzungumzia nini, za kuzungumzia mambo jinsi Mungu alileta majini duniani, jinsi Ibilisi ameingia peponi, jinsi Adamu aliumbwa. Hayo mambo yote hayana dalili kutoka kwa mtume, lakini Mungu wa Israeli أدسرهم طريق الحق فقال عز وجل وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذا وقد أرشدهم الله طريق الحق وحذرهم طريق الضلال ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أشكره الله سبحانه وتعالى الله ambaye amewaumba waja wake wote kwenye umbile la sawasawa isiyokuwa na kasoro, nayo ni maumbile ya kumpokesha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akawaonyesha njia ya sawasawa, njia ya kweli, kwamba iwe ndiyo njia ya kuifuata. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, kama ilivyokuja katika suratul An'am. Akasema Allah, na hii ndiyo njia yangu, ifuateni, ndiyo njia iliyonyoka. Akawatahadharisha na kufuata vinjia vya pembeni, isiyo ni sababu ya kuangamia baada ya kuiona haki. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate vinjia vya pembeni vikakupotosheni vikakupotezeni kunako njia ya sawasawa ya kunyoka, nayo njia ya tauhid. Ndugu yangu Sheikh Abdul Hamid, Mwenyezi Mungu ampe kheri na amzidishie kunako elimu yake, amezungumzia kuhusu itikadi sahihi, na baada ya mtu kuifahamu itikadi sahihi ni nini na kwamba anatakiwa yeye ampokeshe Allah mmoja, asimchange na chochote, ndipo ikaja mada yangu inayofuata. Ndio munasaba, ndio ikaja mada yangu ambayo ya kuonyesha ubaya wa shirki.
kwamba baada ya kuiona njia ya haki na kuifuata iwe ndio itikadi yako sahihi, sasa utahadhari na kuingia kwenye mlango wa shirki ambao utapelekea amali zako kuporomoka. Hii ndio mnasaba wa mada hili mbili katika kuvipatanisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'ani tukufu, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaonyesha ghaya na lengo la kuomba wanadamu, kwamba sikuwaomba majini na wanadamu hizi jinsia mbili isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi. Sitaki chochote kutoka kwao, wala siwaombi wanilishize. Anasema al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di katika tafsiri yake ambayo ni ina unwani ya Taysirul Karim ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan. anasema aqba hadhihi al-aya hadhihi al-ghaya allati khalaqa Allahu al-jinna wal-insa laha wa ba'atha jami'a ar-rusula yad'una ilayha wa hiya ibadatuhu al-mutadamminah لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال إليه والإعراض عمن سواه، وذلك يتضمن معرفته تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة لله جل وعلا. بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله فما خلقهم لحاجة منه إليهم إنتهى. maneno ya Sheikh huyu Abdurrahman bin Saadi Nasir Saadi katika tafsiri yake kuonyesha kwamba lengo kubwa la kuwaumba wanadamu na majini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ili wamwabudu, na ndio lengo la kuwatuma mitume wote waje kulingania hiyo ibada ya kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walinganie hiyo, nayo ni ibada ambayo inadhamini kumtambua na kumjua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwelekea kwa kila shida na kuvipinga au na kuvipa ngongo vile ambavyo si Mwenyezi Mungu, si Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa haraka tutaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameashiria kwamba lengo la kuwatuma mitume ni kuja kulingania tauhidi ya sawasawa na kuwatahadharisha tunakoshiriki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah, mpaka mwisho wa aya. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون, kama ilivyokuja katika sura at-Tauba aya 31. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tumewatuma mitume, tumetuma kila umma, katika kila umma tumemtuma mtume, tumemtuma mjumbe kwamba awambie muabuduni Mwenyezi Mungu mmoja na mjitenge mbali na matahuti. Tahuti kila kinachoabudiwa kisichokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila kinachoabudiwa asiyekuwa Mungu. Manake kila ambaye si Mungu na akaabudiwa, huyo anaitwa tahuti. Sawa mwanadamu, sawa awe jini, sawa awe kiumbe chochote kile, sawa jiwe, sanamu na kadhalika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma katika kila umma waliotangulia kabla Mtume Muhammad sallallahu alikuwa akimtuma mtume ili awaamrishe kwamba wamwabudu Mungu mmoja na wajitenge mbali na matawabuti. Miongoni mwa hao watu kuna wale ambao waliongoka wakamwelekea Mola wao na wakamwabudu Mola wao peke yake, wakampokesha Mwenyezi Mungu. Na miongoni mwa hao kuna ambao upotevu uliwakalia kwenye vichwa vyao, wakapotea moja kwa moja. Wanaabudu ng'ombe, wanaabudu pamoja na Mungu, wanaabudu masanamu pamoja na Mungu, wanaabudu maiti waliokufa makaburini, wanaabudu makaburi pamoja na Mungu. Na hayo mpaka leo yapo yanaendelea. Mtu anajiona yeye Muislamu na
ana imani, amekwisha kuamini Mwenyezi Mungu na anaswali na kadhalika, lakini bado akitoka anakwenda kwa mpiga ramli, bado akitoka anaenda kwenye kaburi ya babu yake, labda mtoto ameumwa, hivyo anakwenda kwenye kaburi ya bibi yake kuomba kustaghithi, kumpigia kelele, yani anaona kama kuna msaada ambao anaweza yule maiti akautoa. Kumbe wapi? Na vingi ambavyo tutataka tujieleze hapo baadaye. Naam, ndugu zangu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Mwenyezi Mungu anasema mwambie ewe Mtume Muhammad kwamba njooni nikusomeeni yale ambayo Mwenyezi Mungu Mola wenu ameyaharamisha kwenu nyinyi, kwamba msimshirikishe na chochote, msimchange na chochote katika ibada. Ibn Mas'ud anasema man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam allati alayha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahabiyyun jalil, sahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema yule atakayetaka kufahamu au atakayetaka kuangalia kutizama wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao kuna khatamu yake, kuna pete yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, falyaqra qawlahu ta'ala, asome kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye naye katika sura al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, sema njooni nikusomeeni yale aliyokuharamishieni Mola wenu, mpaka mwisho wa aya anaposema kwamba msimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote katika ibada, na kwamba hii njia ya kutomshirikisha mimi Allah ndiyo njia iliyonyoka, ndiyo njia yangu ambayo imenyoka. Ndugu zangu, njia iliyonyoka ambayo ugomvi mkubwa sana ambao ulikuwa kati ya mitume na watu wao na umma zao, si tauhid rububiyya bali ni tauhid al-uluhiyya. Ugomvi mkubwa, watu wote walifahamu kwamba Mungu yupo. Hata katika Qur'an ukikuja kuchunguza ukuta, wala insaltahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Ukiwauliza washirikina nani meumba mbingu na ardhi, watakwambia ni Mungu. Yupo, wanamtambua Mungu na kadhalika. Hata ndugu yangu amejaribu kuelezea kisa cha bedui mmoja ambaye aliulizwa kaifa arafta rabbaka, vipi ulimjua Mola wako? Anasema al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir wa ar-rakbu yadullu ala al-masir, mpaka mwisho wa maneno yake. Akasema yani kinyesi kikiona kinyesi mfano ng'ombe yupo, anatazama mbingu anaona Mungu yupo. Lakini ugomvi wa mitume na watu wao walikuwa kwenye ibada, tauhid al-uluhiyya, tauhid ya kuabudu kwenye ibada, kwa sababu wengi walimwamini Mungu na wakajua Mungu yupo, lakini walimtukuza. Ndugu zangu, nitapenda kwa haraka sawa na dakika ambazo nimepewa nibainishe kwamba shirki ni dhambi iliyokuwa kubwa na ni jarima iliyokuwa kubwa, nayo ndiyo ilipita ugomvi kama nilivyosema kati ya mitume wote waliotangulia, na ndio ulikuwa waliokuwa wengi ndani ya shirki hiyo ya ibada, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwapa taufiki, wakaongoka wakatoka katika huo mtego, na Mwenyezi Mungu akawahifadhi. Kwa hiyo ndugu zangu, shirki ambavyo tunaifahamu kwamba ni shirki ni mlango mkubwa, lakini shirki, kuna shirki kubwa, kuna shirki ndogo, na ndio maana wanavioni wakazigawa. Na kugawa kwa wanavioni shirki, tusifikiri kama wanagawa shirki kama walivyogawa tauhid al-rububiyya, al-uluhiyya, tauhid al-asma wa sifat, tauhid ya uungu, tauhid ya kuabudu, tauhid ya majina na sifa za Mwenyezi Mungu. Wametoa wapi? Min khilal al-Qur'an al-Karim, ndani ya Qur'ani tukufu ndo wanagawa. Kama hivyo shirki imegawika kunako sehemu mbili. Hii wanatizama kunako adilla za Qur'an, nusus za Qur'an, nusus za sunna. Wanatizama, wanaona kwamba ndani ya aya hii mtu akienda hivi amekuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini ushiriki hii haimtoi mtu nje ya Uislamu. Mtu akichukua njia hii anakuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu, lakini
anaangamia na anatoka kwenye Uislamu. Kwa hiyo wanavyuoni wakagawa shirki iko namna mbili. Nasema kuna shirkun akbar na shirkun asghar. Ama shirkun akbar, shirku kubwa ni kukifanya kisichokuwa Mwenyezi Mungu chochote kile katika aina za ibada, ukawa unamwabudu Mungu na hicho kitu pia ambacho si Mwenyezi Mungu, ambacho si Mungu, kama tulivyotangulia. Na hii aina ya shirki kubwa inamtoa mwenye kuifanya shiriki hii ndani ya Uislamu, na ni haramu kwa mtu huyu kuingia peponi. Kwa hiyo tutanabahi, ndugu zangu, tunatakiwa kutanabahi kuijua shirki na aina zake. Ni wakati gani utatoka kwenye Uislamu ukakifanya kitu ambacho kinapelekea shirki na kutoka ndani ya Uislamu? Ni wakati gani utafanya kitu lakini ni shirki, lakini hakikutoka kwenye Uislamu, ila unaandikiwa nini? Unaandikiwa madhambi, na kuna hatari ya kwenda nacho mpaka ukaanguka kwenye mtego wa kutoka ndani ya Uislamu. Nitapenda nibainishe pamoja na dakika zangu kuwa ndogo, nitajitahidi kujaribu kufahamisha. Aina hii ya shirki kubwa inamtoa mtu nje ya Uislamu na ni haram, inamharamishia mwenye kuifanya shirki hii kuingia peponi, na bali itamfanya yeye azidi abakie motoni milele, hatotoka. Tunafahamu kwamba kuna watu watakuwa katika kuingia ndani ya moto wa Jahannam wanagawanyika. Kuna watu watakaa ndani ya moto wa Jahannam muda kadhaa, watu wa maasi ya kawaida na ni Waislamu waliamini na wakawa waaminifu, lakini kwa sababu ya makosa yao wataingia ndani ya moto wa Jahannam na baadaye watatoka baada ya muda fulani Mwenyezi Mungu aliyokadiria. Na kuna watu wataingia motoni moja kwa moja milele. Kwa hiyo shirki hii kubwa ambayo mtu akifanya inamsababishia yeye kumzuilia kati yake na pepo, na inapelekea kuporomoa matendo yake yote aliyokwisha yafanya. Ibada zote ulizofanya tangu umeanza kuwa na akili mpaka unafikia umri huo umefanya shirki. Ukifanya hiyo shirki tayari amali zote zinaporomoka, unawakia huko mtupu, mikono mitupu. Ndio wanasema kwamba na hiyo shirki inahalalisha damu ya huyo mtu, kwamba damu yako ni halali. Sote tunaelewa kwamba ni haram damu ya Muislamu kumwagwa, ni haram. Mwenyezi Mungu amekwisha haramisha, lakini ziko sababu ambazo ukizifanya wewe Uislamu unakuhukumu kwamba damu yako ni halali. Hiyo ni moja, kwamba shirki kubwa, halali damu yako kumwagwa, na mali yako ni halali kuchukuliwa. Nayo iko katika njia kama nitakazozitaja hapa. Njia ya kwanza inapatikana katika njia nitakazozipata. Hiyo shirki kubwa, jambo la kwanza, annahu yaj'alu sahibahu kafiran mushrika, kwamba shirki kubwa hii inamfanya yule ambaye ameifanya hiyo shirki na ameingia ndani ya mlango wa hiyo shirki afanye nini? Awe kafiri, ahukumiwe ukafiri na awe ni mushriki moja kwa moja. Unaingia moja kwa moja kwenye ukafiri. Jambo la pili, inafanya mushriki huyo kwamba kad harama Allahu alayhi aljanna, Mwenyezi Mungu amekwisha mharamishia pepo, kuingia ndani ya pepo yake, wa mawahu na mafikio yake inakuwa ni ndani ya moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atukinge na moto wa Jahannam. Na uharamu huo bimaana ni kuzuiliwa. Hiyo kusema ni haram bimaana ni kuzuiliwa kuingia ndani ya pepo, yani unazuiliwa moja kwa moja, hautolinusa wala harufu ya pepo. Walihadha, na ndipo hapo Mwenyezi Mungu akasema wa maawahu an-nar, na mafikio yake, maikazi yake pale atakapoishi nyumba yake ni wapi? Ni motoni. Kwa maana hii ndio nyumba yako, hautoki tena. Naam, lamma hurima min aljanna, wanasema wanavyoni, alipoharamishiwa kuingia ndani ya pepo mtu wa namna hiyo, mwenye kuingia ndani ya mlango wa shiriki kubwa, ikawa moto ndio nyumba yake na mafikio yake na maisha yake milele, siku zote, miaka yote, hawezi kutoka tena, ikawa ndio sababu yake ni sababu ya nini? Ya hiyo shirki kubwa. Jambo la tatu, kwamba Mwenyezi Mungu, anna Allah harrama al-mushrika min al-maghfira, Mwenyezi Mungu amemzuilia maghfira, kwamba huyu akifa katika hii hali hasamehe. Mwenyezi Mungu akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
wewe ukifa katika hiyo hali ya shirki kubwa, tayari hakuna cha msamaha, hakuna cha nini, tayari umeondoka. Labda iwe kabla ukatubu na ukatoka katika hiyo hali, lakini umefunga macho tayari, umekwisha kufishwa, wewe ndani ya maghfira haumo. Hakuna atakayekuja, hata akiwa mtume, hata akiwa ni mtu wa karibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume atasimama amwombeshe, kwa hakuna hiyo, hakuna. Maadamu umekufa katika hali ya ushirikina, basi wewe ni moja kwa moja, hata msamaha Mwenyezi Mungu hauna. Haya ameyathibitisha Allah katika hiyo aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu haridhii kushirikishwa na chochote, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe makosa mengine yaliyobaki kama zina, sijui na wizi, makosa mengine Mungu anasamehe. Mtu akitubu au akafa katika hiyo hali, kuna najua maana katika aya ikaja liman yasha, mtu asije akajipa matumaini sana, basi wametuambia Sheikh amesema mimi kiiba atasamehewa. Tansio, usikae ukawa na fikra dhaifu. Aya imesema liman yasha, Mungu anasamehe makosa, kinyume na mtu ambaye amekufa katika ushirikina. Huyu mtu akafa, yeye ni mwizi, ni mzinifu, Mungu atakusamehe akitaka, kwa mwenye anamtaka msamehe. Usiseme kwamba nitafanya hivi basi nitasamehewa. Hapana, sikupia hayo matumaini. Kwa hiyo tukae na tahadhari, usiende ukayafanya lazima wameshasema tutasamehewa. Mimi sikupi dhamana hii. Dhamana iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka atakupiga nini manyundu, akitaka atafanya nini, atakusamehe. Jambo la 4, hasara ambayo anaipata huyu mshirikina mwenye shirki kubwa, yuhbitul a'mala kullaha, na dalili yake kwamba inaporomosha matendo yako yote, funga zako zote, sijui swala zako zote, sijui kila sadaka unazozitoa na kadhalika, yote uliyofanya mazuri katika ibada zote zinafutika. Maki imefuta tayari, umebakia kama vifuko huko, kama mtoto anavyozaliwa. Angalia hatari ya shirki, ubaya wa shirki. Dalili yake tutasema sasa unapambia sasa hayo yako wapi, unayapata wapi? Na dalili yake anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, kama ilivyokuja katika sura az-Zumar, wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Haya maneno anaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio mitume ambao walikuwa bora. Tizama ubaya wa shirki. Hawa ndio mitume waliokuwa mitume bora na viumbe bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anaambiwa utakaposubutu tu kuweka mguu wako kwenye shirki, la yahbatanna 'amaluka, amali zako zote, ibada zako zote, wema wako wote vinafanya nini? Inaporomoka na vinafutika. Ndio mtume anaambiwa hivyo. Sasa mimi na wewe, huyu kama ndio mtume anaambiwa hivi, mtume wa Mwenyezi Mungu, ukisubutu kuingiza mguu kwenye shirki, sasa mimi na wewe ndugu yangu vipi? Na Allah subhanahu wa ta'ala kayabainisha haya kwamba anamwambia Mtume Muhammad kwamba tumekwisha kuwapa wahi mitume wa kabla yako, laqad uhiya ilayka, tumekupa wahi wewe, wa ila alladhina min qablika, na wale mitume waliokuwa kabla yako, la in ashrakta, utakaposubutu kumshirikisha Mwenyezi Mungu, la yahbatanna 'amaluka, amali zako zote zitaporomoka, wala takunanna min al-khasirin, na utakuwa miongoni mwa watu wenye hasara, waliopata hasara. Bali Mwenyezi Mungu huyo ambaye ndio anayestahili kuabudiwa tu peke yake, asichangwe na chochote, muabudu huyo. Angalia ibada, kwamba ibada haitakiwi kugawa kati ya kiumbe chochote na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ya shirki ambayo sikutangulia kuiarifu shirki ni nini katika lugha na nani huko sikutangulia, lakini shirki ni kugawa au kusawazisha, kulinganisha kati ya mtu, kati ya kitu chochote na Mwenyezi Mungu. Ataswiya baina shay'ain katika lugha ni wewe kuchukua kitu chochote, awe ni mwanadamu, iwe ni mali, iwe ni nini, utakapokuwa umegawa mapenzi ambayo ndiyo ni hasa kwa Allah na ibada ya kumwabudu Allah, ukaigawa, mara umeingia msikitini, kesho unatoka unakwenda sijui kwa mganga, hii ni hatari.
Unaona mimi sijui mambo yangu siku hizi hayaende vizuri, ndugu yangu tizamie, sijui labda kuna jicho la mtu. Tizamie hapa. Tayari umeingiza mguu huko. Tayari umefanya nini? Hivi naambia hujagawa hapa, hujagawa ibada. Kwamba hauamini kama Mungu ndiye anafanya nini? Anatoa riziki. Hauamini kama Mungu ndiye anafanya nini? Anazuia. Unakwenda na yule Mungu mwingine wa pili wa kwako akutizamie na kuongozee mambo yako. Ni sawa? Na haya qalla man salima. Ni wachache ambao wanasalimika baada ya kuwa wamekumbwa na matatizo na shida na kadhalika. Ndugu zangu, tutahadhari hasara ya tano ambayo inapatikana. Wanasema wanavyoni, inna shirka yubihu dama lilmushriki wa malihi wa yujibu jihaduhu. Qala sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah. Shirki kubwa inasababisha damu yako iwe halali kumwagwa ingawa ni haramu kumwagwa damu ya Muislamu. Na mali yako ifanye nini? Ipovu, ichukuliwe kwa nguvu. Wayujibu jihadu, na ni wajibika kukupiga vita wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umirtu, nimeamrishwa. Haya sio kutaka kwake Mtume. Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi kwa hiari yake. Anaamrishwa na Allah, kila analofanya anaamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema umirtu, amri kutoka kwa nani? Wal amru yaqtadi al-wujub. Itakapokuja amri inatakiwa kufanya nini? Ni wajibu. Mtume anasema umirtu, nimeamrishwa an uqatila an-nasa, wapiga watu vita hata yaqulu la ilaha illa Allah, mpaka watamke la ilaha illa Allah. Na ndugu zangu, la ilaha illa Allah ni kuitamka tu. La ilaha illa Allah hii ina maana pana, ina maana kubwa sana, kwamba unathibitisha na unakanusha. Unathibitisha uungu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu na ibada, kumwabudu yeye tu Mungu. Na unakataa kwamba ibada haifai kwa visivyokuwa nani? Visivyokuwa Allah. Ibada yoyote haijuzu wala haifai kwa visivyokuwa nani? Visivyokuwa Mungu. Hapo umethibitisha. Sasa ila ilaha illa Allah, kesho unaonekana huko kwenye njia sura ambayo Mwenyezi Mungu ametuzungumza katika sura Al-An'am, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikakutoa katika la ilaha illa Allah. Hizi njia za pembeni. Na njia za pembeni ndugu zangu, usije ukasema njia za pembeni ni namna gani? Ziko wazi kwa kila mtu. Njia za pembeni usije ukasema bwana tumeambia tupite barabara. Hizi njia za kuingia ili utokeze kule tulikataza. Sio hivi njia hivi inakusudia hivi. Usije ukanielewa hivi. Mimi nakataza njia za mkato hizi za kupita kwenye kwamba upite tu barabara hiyo mpaka ufike ndani. Njia za pembeni ni wewe umetamka la ilaha illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa ila Mungu nani? Mmoja. Ndiye anastahili ibada. Vinginevyo ni batil. Miungu mingineyo ni batil katika ibada. Njia za pembeni, usitoke msikitini ukenda kwa mganga wa kienyeji. Usitoke msikitini ukafanya nini? Ukenda tena kwenye ile kaburi la babu yako. Unajua babu yako ana uwezo wa kufanya nini? Kufanya maajabu. Amekufa miaka 100 imepita huko. Unaona kama anaweza akafanya maajabu. Usitoke msikitini kwenye ibada ya kumwabudu Mungu, Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, Mungu ni mmoja, unakwenda tena yani hizo ndio njia asubula zilizokusudiwa katika aya. Sio barabara hii ya kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha mtume awapige vita watu mpaka wahakikishe wametamka la ilaha na waiingize kwenye vitendo. Fa idha qaluha, angalia, watakapoisema hiyo la ilaha illa Allah na wakadumu katika la ilaha bila kupita vinjia vya pembeni, asamu minni dima'ahum, mtume anasema hao wamesalimika kunako damu zao zimekuwa salama kutokana na sitawapiga vita wala sitakuwa tayari kumwaga damu yao. Wa amwalahum fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, illa kwa haki ya la ilaha illa Allah. Ila atakayekwenda kinyume na hii la ilaha illa Allah, huyo tayari damu yake ni halali kumwaga. Lakini watakapoitamka wakaifanyia kazi
wasifanye yale ambayo yanapelekea kubatilisha ila, basi mimi sina haki hiyo. Hii hadithi ilitoa akhrajahu Muslim min hadithi Abi Hurairah. Hii hadithi ukirejea katika Sahih Muslim utaikuta ni hadithi imepokelewa na Abu Hurairah. Ndugu zangu, bila shaka tunapenda tubainishe kwamba aina ya pili ni shirki ndogo. Tumemaliza shirki kubwa, tunakwenda kwa haraka sawa na muda. Shirki ndogo, shirki ndogo ni ipi? Imepokelewa katika Qur'ani na katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasmiyatuhu shirka, kuita hiyo shirki ndogo ni shirki. Imepokelewa hivyo, ukirejea katika sunna za Mtume na katika Qur'ani utakuta imeitwa shirki kwa jina shirki, ingawa ni shirki ndogo. ودلت الأدلة على أن صاحبه لا يخرج من الملة. Na dalili hizo za Qur'ani na Sunna zikaonyesha kwamba mtu akifanya hiyo shiriki ndogo hatoki kwenye Uislamu, haimtoi kwenye Uislamu. Lakini ni shiriki ya namna gani? Inagawanyika mara ngapi? Aina mbili. Ni aina mbili. Shirkun fil alfaz, hiyo shiriki ndogo. Kuna shiriki ya matamshi, maneno, kutamka maneno ikawa